Naam, ni Januari 23 siku ya Jumatano, mtazamaji wa Mlimani TV chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi hiki. Mimi naitwa Silvano Kaela, karibu katika sehemu ya Jahala, na sehemu hii inahusisha mazungumzo kutokana na wageni ambao tunawaalika hapa studio na mada tofauti ambazo tumekuwa tukiziandaa. Na leo mgeni wangu ni Leopold Mosha, yeye ni afisa utetezi kutoka THRDC, kwa maana ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Na msingi wa mazungumzo yetu tutaangalia nafasi ya THRDC katika kutetea haki za binadamu. Mara kadhaa tumesikia tu wanatoa matamko kuhusiana na hiki na hiki ambayo yamejikita zaidi katika masuala ya haki za binadamu. Leo tutataka kufahamu zaidi kwa undani majukumu yao hasa, lakini pia wengi wakisikia haki za binadamu wamekuwa wakifikiria LHRC. Tutataka kufahamu tofauti wa hizi taasisi mbili na kwa namna gani ambavyo zinafanya kazi kwa pamoja. Karibu sana Leopold katika studio zetu. Asante sana. Bila shaka ni mara ya kwanza katika studio zetu. Ni mara ya kwanza na nimefurahi sana kuwepo hapa. Sawa, karibu sana. Tunazungumzia haki za binadamu. Neno limekuwa na upana wake. Tafsiri sahihi hasa ya haki za binadamu ni nini? Ndio. Kimsingi haki za binadamu ni mambo ambayo binadamu au mwanadamu anazaliwa nayo. Ni vitu ambavyo anazaliwa navyo, anakuwa navyo tangu anapokuwa amezaliwa. Na ni vitu ambavyo haviwezi vikaondolewa kwake kutokana na kitu chochote isipokuwa tu kwa masuala ya msingi na utaratibu ambao umewekwa kisheria. Kwa hiyo haki za binadamu kwa upana wake ziko za aina nyingi na ziko kwenye makundi mbalimbali, lakini ni yale mambo ya msingi ambayo mwanadamu anayapata kwa kuwa kwake mwanadamu. Kitendo cha yeye kuzaliwa kama mwanadamu, anakuwa na mambo hayo ya msingi ambayo anayapata. Tunasema ni haki zake, haki ya kuishi, haki ya kupata elimu, lakini haki pia ya afya, uhuru wa kuongea. Kwamba unapozaliwa tu unakuwa na haki ile ya kuongea. Unapozaliwa tu unakuwa na haki ya kumiliki mali. Ni haki zile za msingi ambazo unakuwa nazo. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa ni yale mambo ambayo binadamu anakuwa nayo. Hapewi na mtu. Haki za binadamu haupewi na binadamu mwingine. Haki yako unapewa kwa kuzaliwa kwako. Kwa hiyo inakuja sasa katiba, inakuja sasa sheria. Sheria zinakuja tu kuweka utaratibu ambao haki hizo zinaweza zikatimilizwa. Lakini sheria pia zinaweka haki na wajibu. Kwa hiyo binadamu anakuja kupewa wajibu. Kama una haki yako ni hii, wajibu wako ni nini? Kama haki yako wewe ni ya kuishi, wajibu wako ni nini? Kama una haki ya kuishi, bila shaka kwamba na mwingine ana haki ya kuishi, kwa hiyo lazima utakuwa na wajibu wa kulinda haki ya mwingine pia, ili aishi, apate afya yake. Kama ni kumiliki mali, basi amiliki mali. Kwa hiyo kuna haki na wajibu. Sheria inakuja kuweka tu haki na wajibu, utaratibu wa kupata hiyo haki na kutekeleza ule wajibu. THRDC mnaangalia nini hasa katika haki za binadamu? Ndio, THRDC kwa kifupi, THRDC imeanzishwa miaka kama 8 iliyopita. Na sababu kuu za kuanzisha mtandao, kimsingi tunaita mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania umeanzishwa miaka 8 iliyopita. Lakini kabla hapo ilikuwa inafanya kazi kama shirika ambalo kabla halijasajiliwa, halikuwa rasmi. Ilikuwa ni group la mashirika kadhaa ambayo yalianza kufanya kazi kuona namna gani wanaweza wakajitetea. Kwa hiyo lengo kuu lilikuwa ni kuona namna gani ambavyo watetezi wa haki za binadamu wanaweza wakawa na mwavuli, kitu ambacho kinaweza kikawatetea, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wanatetea watu wengine. Kumekuwa na mashirika kama LHRC, kumekuwa na mashirika mengi huko nyuma. Sasa hayo mashirika hayakuwa na mtu ambaye anawatetea wao. Hawa watetezi wa haki za binadamu, unazungumzia watu ambao wako kwenye mashirika ya haki za binadamu, NGOs, lakini unazungumzia watu ambao wapo waandishi wa habari kwa mfano. Sasa tukaona kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi ya utetezi wa haki za binadamu, lakini hakuna mwavuli ambao unaweza ukaweka pamoja, ukawaunganisha kwanza, ukawapa nguvu, ukawa ni msemaji, shirika ambalo linakuwa ni msemaji wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Kwa hiyo tukaanzishwa kwa lengo kuu la kutoa security, kwa maana ya kutoa
security kwa watetezi hao haki za binadamu, kuwapa nguvu na kuona namna gani ambao wakabaki salama kwa usalama wao na wakafanya kazi katika mazingira mazuri ya kisheria na ya kisera. Kwa hiyo kuona namna tu ambavyo wanaweza tukaboresha haya maisha na kazi zao kwa ujumla. Yes. Kwa maana hiyo LHRC inakuwa ndani ya THRDC. Sasa LHRC kituo cha haki za binadamu chenyewe ni kinahusu haki zote za binadamu. Chenyewe kinalenga kwenye haki zote za binadamu. Kama nilivyotaja mwanzo, kuna haki nyingi za binadamu. Kuna haki ya kuishi, si ndio? Kuna haki ya kumiliki mali. Kuna haki za wanawake haki zao kama wanaume pia kumiliki mali na zinginezo. Haki ya usawa, kwa mfano, wana haki ya kuwa sawa na wanaume, wana haki ya kumiliki mali. Kuna haki hizo nyingi kwa jumla yake. Haki ya kuongea. Sasa LHRC yenyewe kama nilivyosema inakusanya hizo haki zote. Inamtetea mwananchi yoyote ambaye anavunjiwa haki yake. LHRC itampa labda legal aid, msaada wa kisheria. Kama kuna mtu ambaye amezulumiwa ardhi labda huko kijijini au tuseme labda Kigoma, LHRC yenyewe itaingia kuona namna gani ambavyo mtu huyu anaweza kurudishiwa haki yake ya kumiliki ile ardhi. Kama kuna mtu ambaye amefanywa labda kwa mfano tohara zinaendelea kule vijijini, kwa mfano zile tohara za watoto wa kike kwa mfano ambazo tunapigwa vita sana, LHRC wao kama kituo cha haki za binadamu wataingia kusema kwamba hapana, msifanye hivi vitu. Watatoa elimu kule kijijini, watatoa msaada wa kisheria. Hiyo ni kazi ya LHRC kutoa msaada wa kisheria kwa ujumla katika haki za binadamu. Lakini THRDC yenyewe inaingia moja kwa moja kwa mtetezi wa haki za binadamu. Hiyo ndio tofauti kubwa. Sasa mtetezi wa haki za binadamu kama nilivyosema, mtetezi wa haki za binadamu ni nani? Mtetezi wa haki za binadamu ni mtu yoyote ambaye yuko mbele, mstari wa mbele katika kupigania haki ya mwingine. Huyo ni mtetezi wa haki za binadamu. Anaweza kuwa anatoa elimu ya haki za binadamu, anaweza kuwa anatoa msaada wowote ule kwa binadamu mwingine, kwa maana ya msaada wa kisheria au msaada mwingine wote, kuona namna gani haki ya huyu mtu inalindwa. Huyo ni mtetezi wa haki za binadamu. Mara zote tumekuwa tunasema kwamba kwa mfano waandishi wa haki za waandishi wa habari ni watetezi wa haki za binadamu. Ukiachana na waandishi, kuna watu kama kuna wasanii ambao wanafikisha elimu ya haki za binadamu kupitia sanaa yao. Wako wasanii kwa mfano hata wa Bongo Flava, muziki wa kizazi kipya, ambao wanatoa elimu hiyo kupitia muziki wao. Yaani ukimsikiliza unaona huyu kwa kweli ana encourage watu kuheshimu haki za binadamu. Kwa mfano kupiga vita ubaguzi, kupiga vita mimba za utotoni, unyanyasaji. Kwa hiyo hizo ni kuna wale ambao wanafikisha hiyo elimu kwa kupitia sanaa yao. Hao ni watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo mtetezi ni mtu yote ambaye anafanya shughuli zake za kutetea haki za mwingine. Sasa THRDC tumejikita kwenye hilo, kutoa ulinzi na usalama kwa mtetezi wa haki za binadamu. Mtetezi wa haki za binadamu. Kama nilivyosema, kama ni mwandishi, kama ni watu ambao wako kwenye mashirika, ukienda LHRC. Sasa wale LHRC sisi ni membership organization, yani ni shirika ambalo linaundwa na wanachama. Sasa wanachama kikatiba sisi shirika lolote linaweza kaomba kuwa mwanachama wa THRDC. Sasa tunao wanachama zaidi ya 150 kwa sasa. LHRC pia ni mwanachama wa THRDC. Na kama nilivyosema, tunafanya kazi ile ya kuwatetea sasa hawa watu ambao wako kule. Kuna wanasheria wapo kule. Ukienda TAMWA utaona kuna watu kule wanatetea haki za binadamu. Ukienda mashirika yote utaona kuna watu kule wapo. Sasa wale watu ndio sisi, ndio kazi yetu. Kama wewe bwana ukipata tatizo, kuna sisi tutaingia kama mwandishi wa habari. Sio tatizo tu, tatizo kama mwandishi wa habari. Ukalipata kwenye kazi, sisi tutaingia kuona namna gani ambavyo unaweza kupata usalama. Lakini pia tunatoa elimu, tunatoa mafunzo, capacity building. Tumekuwa tunajenga uwezo wa waandishi wa habari. Tunaona namna gani waandishi wa habari wanaweza kupata elimu ya kuwa how are you secure, unaweza ukathibitishaje, ukauwekaje ule uwezo wako wa kiusalama, unabakije salama, unakwenda kuripoti, unaripotije,
sasa hivi utakuta kwamba waandishi wa habari anaenda kwenye inatokana na uwezo pia, anaenda kuchukua habari saa zingine kwenye matukio ambayo ni yanaweza kuhatarisha hata usalama wake. Kwa mfano unaweza kukuta sehemu watu wanaandamana, mwandishi wa habari anaendaje? Maana inaweza kupigwa bomu na wewe ukapata matatizo. Sasa unaendaje, namna ambavyo unaenda? Waandishi wa habari mnavaa zile security jackets, zile jackets kuonyesha kwamba hii ni press. Mwandishi wa habari unaweza kuona tu suti yake kama mimi ameenda pale. Hakuna mtu anajua kwamba yule ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo ni elimu ambayo sisi tumekuwa tunaitoa, na wakati mwingine tumekuwa tunatoa mpaka hizo viwezesha incentives mbalimbali kama hiyo jackets tumekuwa tunatoa kwa waandishi wa habari kuonyesha kwamba hii ni press, ni mwandishi wa habari huyu sasa. Kwa hiyo hata atambuliwe anapokuwa kwenye majukumu yake. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo tulikuwa tunavitoa, na kama nilivyosema, na hiyo haishi tu kwa waandishi wa habari, inakuja pia kwa wanasheria. Tumekuwa tunatoa trainings kwa wanasheria kuona namna gani ambavyo wanasheria, kwa sababu wanasheria ni kwa nature kazi yake ni mtetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo tu nature ya kazi yake. Kwa hiyo tunatoa elimu pia kwa wanasheria. Mwanasheria anapoenda anafanyaje kazi zake ili aweze kufanikiwa. Mazingira yake yakoje, mazingira ya kiafya, mazingira Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunaviweka hapo ndani yake kuhakikisha kwamba mtetezi wa haki za binadamu anafanya kazi kwenye mazingira mazuri, mazingira ambayo pia yanatambulika kisheria na kisera. Kwa hiyo tunafanya hiyo advocacy, utetezi, kuona namna gani ambavyo serikali inaweza ikatambua mchango wa watetezi wa haki za binadamu. Kwanza ikishatambua mchango wake, itatengeneza mazingira mazuri ya kisheria na ya kisera. Kuona namna gani ambavyo mtetezi wa haki za binadamu anaweza kufanya kazi zake vizuri, kwa sababu uwezo kufanya kazi zako vizuri kama sheria inakwambia ukifanya hivi kama sheria inaweka mazingira magumu kwako. Kwa hiyo ili ufanye kazi zako vizuri, lazima sheria hiyo vizuri. Sheria itambue kwamba ni haki ya mwandishi wa habari kwenda kuchukua taarifa sehemu fulani na kuzitoa. Sheria itambue kwamba ni haki ya mtetezi kuongea au kutoa maoni yake. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo sisi tunavipigania. Kwa hiyo kuna matamko, kuna sheria za kimataifa, kuna sheria za nchi ambazo kimsingi tunajitahidi kwa kiasi kikubwa kuiomba serikali na kuishawishi. Tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali kuona namna gani ambavyo tunaishauri serikali ipitishe sheria ambazo pengine zina maslahi mazuri na zinawawezesha watetezi wa haki za binadamu kufanya kazi zao katika mazingira mazuri na kwa maslahi ya taifa. Lakini kuna matukio mengine imeonyesha kama THRDC mnaingia wenyewe moja kwa moja. Huenda ni majukumu ambayo yatakiwa yafanye pekine na LHRC. Naona wenyewe moja kwa moja mmekuwa mkiingia katika matukio hayo. Hii ikoje kwa upande wenu? Labda ungeweza kutoa mfano ningeweza kuelezea vizuri, lakini kama mfano tunaona ambao wamekuwa mkijikita Loliondo kule katika matukio ambayo yamekuwa kitokea kule. Asante sana. Kimsingi ni kwamba ni swali zuri sana. Na hiyo ni misconception, ni kutokufahamu taarifa ambazo, kutokupata taarifa vizuri. Kumekuwa na hiyo changamoto, na ndio maana tunajitahidi sana kutoa elimu kwa watu wajue mchango wa THRDC ni nini na kiasi kikubwa wao kuelewa. Zamani watu walikuwa wanaitwa tu activist, lakini sasa hivi watu wanaanza kutambua kwamba kuna mtu anaitwa mtetezi wa haki za binadamu, sio activist tu. Saa nyingine kuna activist lakini kuna mtetezi wa haki za binadamu. Ni maneno ambayo yanaweza kaingiliana lakini yanaweza kajichanganya. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuelewesha watu watambue mtetezi wa haki za binadamu. Watu wanaweza kuelewa hiyo. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako niseme kwamba THRDC haijawahi kufanya kazi kuingilia kwa kazi za mtu mwingine. Isipokuwa tu kuna kutokufahamu. Swala la Loliondo sasa, tukija kwenye swala la Loliondo. Swala la Loliondo linahusisha mambo mengi ndani yake. Linahusisha haki za wananchi wa kawaida. Haki yao ya kumiliki ardhi. Mgogoro wa Loliondo unatokana na mgogoro wa ardhi. Violations nyingi za haki za binadamu, ukiukwaji mwingi wa haki za binadamu Loliondo unatokana na swala la ardhi. Kampuni ya OBC imepewa ardhi kubwa, na pengine sasa wananchi wamekuwa wakifanya shughuli zao wanazuiwa, sangine wanahamishwa. Mwaka 2017 vijiji zaidi ya 14 watu walikuwa wanaondolewa kwenye makazi yao. Wakafanywa, wakapigwa na wakafanywa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulifanyika. Kwa hiyo huo ni mfano mmoja wapo tu. Kwa hiyo mgogoro ule
una haki zile za watu za kumiliki ardhi, na pale ambapo mtu anaweza kaingia huko akapigwa akafanya nini. THRDC haiingilii, haifanyi utetezi tu ule wa kwenda kuona namna gani ambavyo wananchi wale wanaweza wakapewa haki yao ya ardhi. THRDC huwa inaingia pale ambapo ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unatokea, na hasa kwa watetezi wa haki za binadamu. Tunapozungumza hapo sasa hivi kunakuwa na watu tumetoa tamko juzi. Tulitoa tamko la watetezi wawili ambao ndani yake kuna watu wa kawaida ambao walikamatwa wakashikiliwa na polisi kwa muda mrefu. Kwa hiyo kunakuwa na watu ambao wapo kwenye NGOs wamekamatwa, lakini ndani yao wanapokamatwa wanakamatwa na watu wengine ambao ni wananchi. Kwa hiyo sasa tunatetea kwanza wale watu ambao wapo kwenye NGO, wale ambao wanaongoza au wananchi wa kawaida. Tunaona namna gani ambavyo hao watetezi wanaweza kupata haki yao. Sasa kama nilivyosema, wakati wanakamatwa kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Mambo mengi ambayo yanatokea. Unaweza kuona mtu anakamatwa sasa anashikiliwa labda kwa muda ambao ni siku, hata wiki au siku 10, siku 20, siku 16. Kama hao waliokamatwa juzi siku 16. Sasa hili tamko la juzi ni muendelezo wa tamko ambalo tumetoa wiki moja kabla, ambalo lilikuwa linaonyesha kuna watetezi wawili ambao walikamatwa na watu wengine kadhaa ambao wako ndani yake walikamatwa wakashikiliwa sana polisi. Sasa walishikilia polisi kwa muda ambao ni umepitiliza. Tunakuja hapo tunaangalia sheria inasemaje. Sheria inasema kwamba mtu anapokamatwa, na ukiangalia sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai iko wazi. Kifungu cha 64 kinasema kwamba polisi anapokamata mtuhumiwa anaweza kukaa naye akamhoji, lakini kumhoji kuna muda ambao umewekwa sheria. Amhoji kwa masaa 24. Kama atashindwa kumpeleka mahakamani, basi amwachie. Kama ataona tena kwamba kuna hiyo tatizo, anaweza kaenda kumkamata tena, amfanyie mahojiano na kumpeleka mahakamani. Lakini sio kukaa nayo wiki 2, wiki 3, wiki 4. Hiyo ni moja. Lakini pia sheria hiyo ya mwenendo wa makosa ya jinai inasema ya mwaka 85 inasema, ukisoma vipengele vingi, kipengele cha kifungu cha 54, 55 na 53 vinatoa haki za mtuhumiwa. Haki za mtuhumiwa ni nini? Sasa kuna haki nyingi. Mtuhumiwa anapokamatwa kuna haki zake. Kimsingi sheria hiyo inatimiliza katiba. Katiba inazungumzia kiswala la presumption of innocence, kwamba mtu anapokamatwa na anapokuwa mtuhumiwa ana haki ya kuchukuliwa kama mtuhumiwa, lakini sio kama mtu ambaye ameshaimamriwa kwamba sasa huyu ni mkosaji moja kwa moja. Kwa hiyo swala la kusema huyu ni ni kweli ametenda kosa au hajatenda kosa ni swala la kimahakama, na ndio maana tunazo mahakama. Kwa hiyo mtu inabidi apelekwe mahakamani, mahakama iseme kwamba huyu ametenda kosa na atahukumiwa kifungo cha miaka kadhaa. Kwa hiyo kwanza ni swala la kikatiba kama nilivyosema. Pili ni hiyo sheria. Hizo sheria ambazo zinasema kwamba huyo mtu sasa ana haki kwanza anapokamatwa. Ana haki ya kuambiwa, kama ni polisi basi ajitambulishe. Ni kazi yake hiyo. Ajitambulishe, aseme mimi ni afande fulani na cheo chake. Ujue, si ndio? Ukishatambulishwa hivyo, aseme na kukamatwa kwa kosa gani? Na aonyeshe kitambulisho kabisa. Aseme hivyo na kuonyesha kitambulisho kwa. Aseme kwamba nakukamata kwa kosa gani. Kwa hiyo atasema nimekukamata kwa kosa 1, 2, 3. Si ndio? Pamoja na hiyo sasa, akisha kukamata bado mtuhumiwa ana haki zake. Sababu ya kulinda hizi haki ndio inakuja kwenye presumption of innocence huko, kwenye swala la kikatiba sasa, ambalo linasema kwamba tusimchukulie mtu kama mvunjifu wa amefanya kosa fulani kabla hata haijaambiwa kimahakama, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kumpeleka mahakamani afu akasema huyu hajafanya hilo kosa. Kwa hiyo baadaye hapo anaachiwa. Umeelewa? Hajafanya kosa. Wewe umeshampiga huko, umemuumiza, umemvunja miguu. Alafu kesho mahakama itakuja kusema kwamba huyu hakufanya ile kosa. Kwa hiyo unaona hayo madhara yake. Kwa hiyo ni haki moja wapo. Kama sasa anapokuwa kama nilivyosema hizo haki mbili. Ajitambulishe, amkamate, lakini akimkamata amtajie kosa lake. Akishamkamata kuna haki zingine. Itabidi apewe haki ya kuwasiliana na watu wengine. Juzi sisi tulitoa tamko letu limejeleza vizuri. Kuna watu ambao walikamatwa wakawekwa ndani, ni watetezi wa haki za binadamu, wamewekwa kwenye kizuizi cha polisi. Hakupewa nafasi hata ya kumpigia simu ndugu yake. Hakupewa nafasi hata kuongea na mwanasheria. Lakini kisheria hiyo hairuhusiwi. Inabidi apate haki yake ya kuwasiliana na ndugu, apate haki yake ya kuwasiliana na mwanasheria.
Sisi tukasema bwana, sisi kwa sababu ni watetezi wa haki za binadamu na hawa watu ni watu wetu, tukasema sasa tuwapelekee bwana sheria awasikilize kosa lao kule ni nini, na pengine hata kama wanapelekwa mahakamani aweze kuwatetea. Mwanasheria amefika pale lakini hakupewa nafasi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kuna hizo changamoto. Ni haki ya mtuhumiwa kupata msaada wa kisheria. Kwenye hilo la ambalo umeligusia na mlitolea tamko juzi. Ndio. Watu wanaamini watuhumiwa ni watu ambao wanatakiwa wawe chini ya ulinzi na ni watu ambao wanatakiwa wapelekwe mahakamani. Na nyinyi moja kwa moja mmekuwa mkitetea watuhumiwa, kwa mfano hao 5 wa Loliondo ambao wamekuwa ndani. Mmekuwa mkiwatetea. Inawezekana ikaleta sintofahamu kwa jamii. Kwa nini hawa wanatetea watu watuhumiwa? Mshawahi kukutana na changamoto hiyo ya sintofahamu kwa jamii, kwa wanawahoji mbona hawa ni watuhumiwa afu nyinyi mnaonekana mnajitokeza mbele na kuwatetea? Asante sana kwa swali zuri sana. Labda niseme hiyo sintofahamu ambayo unazungumza ni swala la kitaifa. Utakubaliana na kwamba kuna matukio mengi ya watu ambao wanajichukulia sheria mikononi. Na swala hili la kujichukulia sheria mikononi linatokana na kutokujua sheria, lakini pia kutokupata hiyo elimu ya kisheria, lakini pia ni kitu ambacho kinahitaji wananchi wapewe elimu kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema. Sasa sintofahamu hiyo ya watu inakuja mpaka huku sasa. Watetezi wa haki za binadamu THRDC tukishirikiana na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, lengo letu sio kutetea uhalifu nchini. Hiyo ni kitu ambacho lazima kifahamike. Hatutetei uhalifu na hatupingi mtu kukamatwa. Yaani polisi ana kisheria na mamlaka ya kukamata pale ambapo anaona umevunja sheria. Ni mamlaka ya kisheria ambayo polisi, afisa wa polisi ana wajibu wa kumkamata mtu yeyote anapovunja sheria, na wanaweza kufanya hivyo. Lakini tunachosema sisi ni kwamba tu watu hao wanavyokamatwa, sheria hiyo ambayo imempa mamlaka polisi kukamata ni hiyo ambayo inatoa mamlaka, inatoa wajibu kwa polisi nini akifanye kwa huyu mtu ambaye amtuhumiwa. Kwa hiyo tunachokipigania ni zile haki za huyu mtuhumiwa. Sio kwamba achiwe uhuru, sio kwamba asipelekwe mahakamani, apelekwe mahakamani. Lakini unapokaa kwa mfano na mtuhumiwa kwa muda mrefu kwenye kituo cha polisi, wakati sheria inasema kwamba usikane naye kwa muda mrefu, na sheria imesema hivyo, ina sababu za kusema hivyo. Sababu kubwa sheria ambayo imeangalia, ukiangalia ni kwamba kituo cha polisi sio gereza. Ziko maeneo maalum ambayo mtuhumiwa inabidi hawekwe. Sasa ukienda kwenye vituo vya polisi, kuna vyumba kwanza ni vidogo sana. Vyumba vidogo sana ambavyo wanajazwa watu kule. Wanaweza kuweka watuhumiwa mle. Sasa mtuhumiwa yule unakaa naye kule kwa muda mrefu, madhara ya kiafya anaweza kupata, saa zingine unaweza kusababisha mpaka ulemavu. Tumeona saa zingine imetokea bahati mbaya mpaka watu wanafariki kwenye nani. Na mifano hiyo ipo ya watu ambao wamefariki kwenye selo za polisi. Kwa hiyo sheria imeangalia hivyo vitu kwamba kwanza hata huyu polisi, kuna polisi magereza na polisi wa kawaida. Wale polisi magereza wako well equipped, wako trained, wamefundishwa namna ambavyo wanaweza kukaa na watu kule kwa muda mrefu, kwa sababu wanakaa kule. Na ndio maana kule mtu akiumwa ataitiwa daktari aje amtibu. Mtu akipata tatizo atapelekwa hospitali. Sasa umeona kilichotokea Loliondo kwamba polisi wetu pengine hata ule ufahamu wa namna ya kukaa nao watu kwa muda mrefu, pengine hicho kitu bado ni changamoto. Kwa hiyo wamekaa nao kwa siku 15 kwa mfano. Mtu yuko pale mguu unaharibika. Wamepata majeraha makubwa, vidonda vikubwa. Sasa ile yote mtu anakaa pale siku 14 mpaka mguu unaanza kuharibika, usani mwingi na nini, ndio unampeleka hospitali. Wakati huo tayari madhara yameshakuwa ni makubwa sana. Lakini pengine kama wale watu wangepelekwa mahakamani, mahakama ingesema labda ingewapa dhamana. Au pengine kama polisi waliona kwamba bado hawajapata ushahidi wa kutosha, wangewapa dhamana. Au watu wangeendelea kukaa nyumbani, wangeendelea kwenda kama ni hospitali wangekuwa wanatibiwa. Alafu baada hapo kesi ingeendelea. Kwa hiyo unaweza kaona kutokufahamu kwa kiasi kikubwa, kukosekana kwa ile elimu kunachangia sana masuala haya.
Kwa hiyo THRDC na mtandao wa utetezi wa haki za binadamu na kituo cha sheria na haki za binadamu hatupingi watu kukamatwa. Tunajaribu kuangalia ni namna gani hao watu wanakamatwa na namna gani ambavyo utaratibu wa kisheria unasimamiwa katika kuwaweka katika vizuizi. Kwa kufuata utaratibu wa kisheria pengine tunaweza tukasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto kubwa ambazo watu wanazipata. Na muda kidogo na unakimbia, lakini kuna swali la operation ambayo mmeianzisha, operation ya tetea haki za mtuhumiwa. Mmepanga kuendeshaje operation hii? Operation hii inafanyika nchi nzima na ni operation endelevu, na lengo letu kubwa ni kuona namna gani ambavyo haki za watuhumiwa zinaweza zikazingatiwa. Na kama nilivyosema, ukiangalia hata matamko yetu utaona kuna mifano mingi ambayo tumekuwa tunaitoa. Kuna watu ambao wanashikiliwa kwa muda mrefu na haki zao zinavunjwa. Kwa hiyo namna gani ambavyo tunaweza kuwatambua kwanza hao watu ambao wako sasa hivi, pengine kuna mwingine bado ameshikiliwa kwenye kituo cha polisi kwa zaidi ya siku 14. Kwa hiyo tukatoa namba zetu za simu ambazo ziko kwenye tamko letu. Zile namba zitatumika sasa kwa watu, kama kuna tatizo lolote atafikisha kwetu, atuambie kwamba kuna mimi labda na ndugu yangu ana tatizo hili. Kituo cha sheria na haki za binadamu na mtandao wa utetezi wa haki za binadamu tutapokea na tutaona namna gani ambavyo pengine unaweza kutoa, kama ni msaada wa kisheria unaweza kutolewa msaada wa kisheria, lakini pia kwa watetezi wa haki za binadamu kama watu ambao wako kwenye blogs. Kuna watu ambao wameshikiliwa na polisi sasa hivi kwa muda mrefu, kwa wiki almost 2. Kuna mtu ambaye sitamtaja jina lake, lakini kuna mtu ambaye ameshikiliwa. Watu kama hao sasa tutaona namna gani ambayo tunaweza kaenda kwenye vituo vya polisi tukatoa msaada wa kisheria na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakapewa haki zao. Nakushukuru sana. Asante sana. Na maswali mengi sana nimeacha, lakini muda hauturuhusu. Swala la Loliondo nafikiri nitafutia muda maalum, maana naamini ni kubwa sana. Na katika miaka 8 ni miongoni mwa sehemu ambayo mnajivunia kuifanyia kazi zaidi. Kabisa. Sawa, nashukuru sana. Mtazamaji, ni Leopold Mosha, ni afisa utetezi kutoka THRDC, kwa maana ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Tulikuwa tunazungumzia hapa nafasi ya THRDC katika kutetea haki za binadamu. Namna ambavyo ameelezea kwa miaka 8, tunaona kwa namna gani ambavyo wameweza kupambana, lakini pia msingi wa mazungumzo haya yaligusa zaidi kuhusu tamko alilotoa juu ya watuhumiwa ambao wamewekwa ndani, na wao kama wadau ambao wanashughulika na masuala ya haki za binadamu wameona ni vyema kuanzisha operation ambayo sasa itaenda nchi nzima kuhakikisha kwamba wanatetea haki za watuhumiwa. Naitwa Silvano Kaela, nikushukuru kwa kuweza kutufuatilia. Nashukuru pia, lakini nikukumbusha katika sehemu ya Semavyo magazeti alikuwepo mwenzangu Venance Majula, ambapo alikujuza zile taarifa mbalimbali ambazo zimeandikwa kwenye magazeti kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, asante na kwaheri.